Ni ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lengo la ziara hii ni kukagua mradi wa upanuzi na ukarabati wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwemo hostel ya wanafunzi ya Magufuli na kituo cha wanafunzi kitakachokuwa na ghorofa 4 zenye majengo ya ofisi, mgahawa, maeneo kwa ajili ya maduka, kumbi za mikutano na maegesho magari, pamoja na eneo la kufanyia mazoezi. Husna Sekiboko ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo. Hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumetembelea mradi wa upanuzi wa hostel za wanafunzi, zile hostel maarufu zinaitwa Magufuli. Tumeona pale serikali imepeleka zaidi ya bilioni 3.8, takriban bilioni 3.8, na zimepanua kwa uwezo ambao utaweza kubeba wanafunzi zaidi ya 500. Hili ni jambo kubwa, tunaipongeza sana serikali kwa kuona namna nzuri hiyo ya kuongeza makazi kwa wanafunzi. Kama unavyofahamu, hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingi vya Dar es Salaam, wanafunzi wana shida kubwa sana ya makazi. Maeneo mengi tunakuta wamepanga mitaani. Sasa serikali ikiwa inawiwa kujenga hostel kwa ajili ya wanafunzi kwenye vyuo, tunaipongeza. Ni jambo kubwa kwa kweli, hasa tunavyoona mazingira yanavyobadilika ya utandawazi, ya maadili na kadhalika huko mtaani. Lakini tumetembelea pia mradi wa center, eneo la wanafunzi au student center. Student center hii kwa kweli ni jambo ambalo ni la tofauti. Inawezekana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ukongwe wake unajaribu kujiweka kwenye nafasi ya kuongoza vyuo vingine kwa kuwa na vitu vya tofauti na vitu vizuri. Tunawapongeza sana waliokuja na wazo hili, lakini tunampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuridhia na kuongeza fedha. Hili tumeelezwa kwamba walianza kuchangia alumnus wale waliohitimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimeambiwa kina Rais Museveni na wengine ambao walipita Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na mimi pia nimepita hapa. Kwa hiyo sisi wote tumechangia zaidi ya bilioni 4.4 ambayo imeweza kuanza ujenzi wa jengo hili. Jengo ambalo kwa kweli litakuja kuwa kivutio kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na nje ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Omar Kipanga anasema kupitia miradi inayotekelezwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwemo ujenzi wa kituo cha wanafunzi, utakuwa na manufaa makubwa sio kwa wanafunzi tu bali hata kwa jamii nzima. Tumeanza kuwatembeza kwenye mradi wa upanuzi wa hostel za wanafunzi ambao mradi ule umegharimu zaidi ya bilioni 3.8, na manufaa yake ni makubwa sana. Ameshaelezea mwenyekiti. Tuna changamoto kubwa sana upande wa makazi ya wanafunzi, haswa wale ambao wanatoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam na wanaotoka nje ya nchi. Tunafahamu vyuo vikuu hivi vinabeba wanafunzi wakati mwingine mpaka kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo uwepo wa nafasi hizi za hostel utakuwa na tija kwa wanafunzi kupata mazingira mazuri ya kuishi wakati wakiendelea na masomo yao. Lakini eneo la pili, tumekuja kwenye hii student center ambayo kama alivyokwishaeleza mheshimiwa mwenyekiti wa kamati, ujenzi huu ulianza toka mwaka 2016 kwa wale alumna kuchangia kwenye concept hii au kwenye wazo hili ambao zaidi ya bilioni 4.4 ziliweza kuchangwa, na katika awamu ya kwanza tuliweza kujenga eneo la frame au tunasema mifupa ya jengo. Katika vyuo vyetu vyote hapa Tanzania zaidi ya vyuo 50 hatuna jengo la mfano kama huu. Kwa hiyo litakuwa na manufaa makubwa na tija kubwa sio tu kwa wanafunzi bali tu kwa chuo, lakini na jamii nzima kwa ujumla ambayo inaweza kaja hapa kwa ajili ya makongamano, mikutano na shughuli mbalimbali za kijamii zinaweza zikafanyika kwenye eneo hili. Kwa hiyo tuwashukuru na tuwapongeze sana. Baada ya kamati hii kukagua eneo la mradi, na sasa wanapokea taarifa ya utekelezaji wa mradi kutoka kwa Profesa Siasa Mzenzi akimwakilisha naibu makamu mkuu wa chuo, mipango, fedha na utawala, Profesa Benedetta Kilian. Kwenye mafanikio, mheshimiwa mwenyekiti, kama tulivyoeleza hapo awali, kwenye ule mradi wetu wa Magufuli Hostel tunategemea kwa idadi ya wanafunzi ambao tutaweza kuaccommodate itaongezeka kutoka 3840 ambao ipo kwa sasa mpaka 4416 kwa idadi ile ya wanafunzi 576 watakaokuwa accommodated kwenye zile ghorofa 4 kwa maana zile block 2 A na E. Na mheshimiwa mwenyekiti, kwenye hili jengo la student center kama ulivyozungumza pale na waandishi wa habari, ni jengo la aina yake. Kwa kutakuwa na huduma mbalimbali
ambao itawasaidia wanafunzi wetu, lakini pia na kwa uongozi wa chuo na kwa wananchi wa kawaida ambao watatumia lile jengo. Na intention ya chuo ni kulifanya lile ni stop center kwa ajili ya wanafunzi. Kama jina ilivyo ni student center. Kwa huduma zote muhimu za wanafunzi kuanzia serikali yao na maeneo yao ya kujifunzia na ya kupumzikia yote yatapatikana kwenye lile jengo pindi litakapokuwa limekamilika. Hatimaye neno la shukrani na ahadi ya utekelezaji wa mradi kwa viwango vya juu linatolewa na makamu mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam CPA Moremi Marwa. Kwa niaba ya Baraza la Chuo Kikuu la Dar es Salaam, kwa kweli napenda niwashukuru sana kwa yote ambayo yamejadiliwa, yote ambayo yamepongezwa na yote ambayo yameelekezwa tunayachukua na tutayafanyia kazi. Lakini kama vile ambavyo mmesema waheshimiwa wabunge, ni kwamba kuna maeneo ambayo tunatakiwa tufanye vizuri zaidi, na yenyewe vile tumeyachukua kwa ajili ya kuboresha zaidi kwa sisi kama baraza tunaposimamia wenzetu walio katika management, kuhakikisha kwamba pamoja na maelekezo ambayo yamepatikana leo vile yaende kutekelezeka, ili kusudi thamani ya pesa ambayo serikali inakuwa imeweka katika miradi hii inaweza kupatikana na kazi zinamalizika kwa wakati, ili matumizi ya uwekezaji huu uweze kutokea kwa wakati. Ujenzi wa jengo la hostel ya Magufuli umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 3, huku ikitarajiwa kuchukua wanafunzi 576, ambapo itasaidia wanafunzi kuongezeka kutoka 3840 hadi kufikia wanafunzi 4416. Hata hivyo, kwa upande wa jengo la kituo cha wanafunzi, ni jengo ambalo limejengwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza iligharimu kiasi cha bilioni 4 ambazo zilikusanywa kwa michango ya wanafunzi waliosoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na katika awamu ya pili ya ujenzi imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 9, fedha ambazo zimetolewa na serikali. Kamati imeonyesha kuridhika na utekelezaji wa mradi, hasa jengo hili la kituo cha wanafunzi, ambapo wanasema litakapokamilika inaweza kuwa jengo la kwanza la kisasa lenye huduma rafiki kwa wanafunzi wote ikiwemo wa kimataifa. Kutoka Dar es Salaam, Silvano Kaira, Mlimani TV, elimu kwanza.